For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2020. Tunaangalia somo letu linasema biashara ya mkono wa kushoto na biashara ya mkono wa kulia. Biashara ya mkono wa kushoto na biashara ya mkono wa kulia. Tutaangalia kwenye kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 16. Tutaangalia kwenye kitabu cha Ayubu 37 mstari wa 7. Tutaangalia kwenye Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8 na wa 12. Tutaangalia kwenye Zaburi ya kwanza mstari wa 1 mpaka wa 3. Tutaangalia kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tutaangalia pia kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 97 mpaka wa 100. Tutaangalia kwenye Kutoka 23 mstari wa 25 na wa 26. Tutaangalia kwenye Mhubiri sura ya 9 mstari wa 10 na wa 11. Tutaangalia kwenye Yeremia sura ya 48 mstari wa 10. Tutaangalia kwenye kitabu cha Ayubu 36 mstari wa 11. Tutaangalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18. Na tutaangalia kwenye Isaya 48 mstari wa 17. Tutakupatia na mistari mingine mbele ya safari. Biashara ya mkono wa kushoto na biashara ya mkono wa kulia. Kila mkono una biashara yake. Kila mkono una biashara yake. Kwa hiyo ni vizuri ukajua kabisa kwamba kuna biashara za aina mbili na zote lazima uzichanganye, kwa sababu Mungu aliumba vitu viwili duniani. Kila kitu kilichoumbwa duniani Mungu aliviumba viwili. Kwa hiyo nachotaka tukiangalie ni kwamba namna gani uweze kugundua sasa hivi wewe unafanya biashara ya mkono gani. Lazima ugundue kwamba sasa hivi unafanya biashara mkono gani, mkono wa kulia au unafanya mkono wa kushoto. Biashara mkono wa kulia ni biashara ya fedha. Biashara mkono wa kushoto ni biashara ya muda. Lazima ujue tofauti. Biashara mkono wa kulia ni biashara ya fedha, shilingi, dola, naira. Na kwa sababu ukipewa pesa unapokea na mkono wa kulia. Biashara mkono wa kushoto ni biashara ya muda, time. Muda unapewa kwenye mkono wa kushoto, unaotolea kwenye mkono wa kulia. Unapokea muda kwa mkono wa kushoto, unatoa fedha kwa mkono wa kulia. Kuweza kupokea muda kwenye mkono wa kushoto mpaka unapofika kwenye mkono wa kulia, ule muda umeshabadilika, umekuwa fedha. Unatoa, unanunua vitu dukani, unanunua magari, unajenga nyumba. Kwa hivyo umepokea muda ukabadilishwa. Umepokea na mkono wa kushoto, ukabadilishwa ukatokea kwenye mkono wa kulia, umeshakuwa fedha.
Ukifikia kwenye ile hatua lazima uwe bilionea, kwamba napokea masaa 24 inapita ule muda unasafiri kuelekea upande wa kushoto. Ukitokea upande wa kushoto ule muda umeshabadilika kwa fedha. Nadhani ukienda kwenye viwanda kuna kitu kinapita malighafi inapita upande wa kushoto, ikitoka kwenye upande wa kulia imekuwa bidhaa. Kweli uongo? Kama ni tairi, kuna malighafi inaingizwa upande huu, ikitokea kumetokea tairi la gari. Sasa na muda ni hivyo, muda unapewa kila siku, unapokea kwa mkono wa kushoto. Inabidi ukitokea upande wa pili utokee ni fedha. Unanunua vitu, unafanya biashara, unaagiza vitu. Sasa watu wengi wanapokea muda au badiliki. Muda unabaki kuwa muda. Muda kama hujabadilika ukawa kitu, ukawa vitu, au hujabadilika, huo muda umepotea. Muda kama hujabadilika ukawa kitabu, ukawa masomo, ukawa lecture, muda umebadilika ukawa kitu kingine tofauti, ule muda umepotea. Nataka unisikilize kwa makini. Ukipokea muda kila siku masaa 24, kama ule muda hujabadilika ukawa kitu kingine tofauti, ule muda umepotea, ule muda haujafanya kitu. Tuangalie maandiko yanasema nini. Mithali sura ya 3 mstari wa 16. Mithali sura ya 3 mstari wa 16. Nataka hilo ndio andiko letu la msingi kwenye somo hili. Mithali sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema nini? Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Utajiri na heshima kwenye mkono wa kushoto, muda kwenye mkono wa kushoto, fedha ziko kwenye mkono wa kulia. Utajiri na heshima, kwa sababu utajiri na heshima unatokea kwenye muda, na kila mtu amepewa muda masaa 24. Kila mtu anapokea masaa 24 kila siku, lakini yale masaa 24 hayafiki kwenye mkono wa kulia, yanaishia kwenye mkono wa kushoto. Kesho yake unapewa mengine, hayafiki mkono wa kulia. Siku utakapopewa masaa 24 ukayabadilisha yakawa technology, yakawa science, yakawa siasa, yakawa kitabu, yakawa kitu fulani, ule muda umetumika vizuri. Kwa mfano mimi napokea masaa 24 kila siku na yabadilisha, nimeshapata somo leo la kufundisha. Ile masaa yamebadilika imekuwa somo la kufundisha. Napokea ile masaa 24 nabadilisha, na yale masaa 24 yakitokea upande wa kulia yamekuwa kitu. Sasa kama haijabadilika na masaa 24 ni changamoto. Ni kwa mfano, nikupe mfano mzuri. Umepewa masaa 24 haijabadilika, yakatokea upande wa kulia yamebaki masaa 24 vile vile, hujafanya kitu. Hiyo siku umepoteza. Umepokea masaa 24 yametokea upande wa pili, yako vile vile masaa 24, hujafanya kitu. Umekula pilau ukaenda kujisaidia, ukajisaidia pilau vile vile, lazima upeleke Muhimbili. Unahitajika hospitali haraka sana. Lazima ukila pilau kinachotoka ni kitu tofauti. Kweli uongo? Ni kitu tofauti. Ni kitu tofauti. Kuna digestion, kuna mmeng'enyo umefanyika. Umepewa masaa 24. Kama ile masaa 24 hayajameng'enywa, yakatokea upande wa pili yamebadilika imekuwa fedha, umeshapotea. Hiyo siku imepotea. Mkula pilau, inatoka pilau. Ni kama vile usome kitabu cha mtu, usimeng'enye zile taarifa, ukaenda kufundisha vile vile, hujakuwa, hujaongezeka. Lazima ukisoma Biblia upate mafunuo. Kweli uongo? Upate kitu tofauti na kile kilichokuwa kimeandikwa pale. Roho Mtakatifu akufundisha kuonesha kitu tofauti na lile andiko ulipoliona. Lazima uone picture ndani ya maandiko. You can see picture inside the scripture. Unaona picha ndani ya nini? Ya maandiko. Kama unaona picha ndani ya maandiko, hujafanya kitu. Ndivyo maisha yalivyo. Kama unakula pilau na kinachotoka ni kitu tofauti, na muda ndivyo unapopewa muda, lazima ukitoka ni kitu tofauti. Watu wengi muda anapewa muda. Kiangalia mtu yote maskini amepewa masaa 24, yanatoka masaa 24 vile vile. Hajasoma, hajaandika, hajaenda kwenye seminar, hajaenda darasani, tafuta taarifa zote. Ule muda umebaki vile vile umetoka. Amekula pilau ikatoka pilau.
kwamba lazima ujitahidi jiongeze. Sasa tunasema biashara ya mkono wa kulia na biashara ya mkono wa kushoto, lazima ujue kabisa kwamba biashara ya mkono wa kushoto ni biashara ya muda, biashara ya mkono wa kulia ni biashara ya fedha. Na ndio sababu Mungu ni Alfa na Omega. Tusome maandiko ili tusome Isaya 46 mstari wa 8 mpaka wa 10 ili nikupe picha kamili kwamba muda, kinachoanza ni muda, kinachofuatia ni fedha. Neno la Mungu linasema, kumbukeni haya mkajionyeshe kuwa waume, jifahamisheni haya ninyi mkosao, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka baada, nikisema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu. Anatangaza mwisho kabla nini? Ya mwanzo. Mwisho kabla mwanzo. Anaanzia kushoto anakwenda kulia. Ukisoma kitabu cha dini ya Kiislamu unaanzia kushoto unakwenda wapi? Kulia. Ndivyo jinsi maisha yanatakiwa uanze. Maisha yanaanza kushoto yanakwenda wapi? Maisha yanaanza kwenye muda yanakwenda kwenye fedha. Maisha yaanzi kwenye fedha. Yakienda kwenye fedha yanagonga mwamba. Hamna, yanaishia wapi? Yanagonga mwamba. Lakini kianzia kwenye muda, umepewa masaa 24 ukamtumikia Mungu, umepewa masaa 24 ukaenda kwa watoto yatima, kwa wajane, kwa wazee, kutunza mazingira, ukaenda kuhubiri Injili, ukafanya kazi za kijamii, kinachotoka upande wa kulia ni nini? Ni pesa. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu mkono wa kushoto, na mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa mkono wa kulia. Yote yanatokea kwenye mkono wa kulia. Unatafuta ufalme upande wa kushoto, kinachotokea huko ni mazidisho. Ni mazidisho. Sasa swali ni kwamba una muda, unatumiaje muda wako? Hiyo ndio changamoto. Kwa sababu sisi tunafundisha, agizo ndio toa mimi, tunafundisha muda. Kwa sababu tunaona kila siku naongea sana muda, ni kwa sababu changamoto iko kwenye muda, sio kwenye afya, sio kwenye kitu kingine chochote. Muda ukishatumika vibaya na maisha yanakosa ladha. Maisha yanakosa nini? Ladha. Kwa sababu muda umeshatumika vibaya. Umeamka asubuhi, if you wake up in the morning, you don't have any goals, go back to sleep. Kama una malengo yote na umeamka rudi kitandani, unataka unakwenda wapi? Kwa sababu unakwenda kutenda dhambi zaidi, nafunga ilala tena kijiweni, kukaa barazani kwa watu wenye mizaa, unachokiongea, unachokisikia, unachokidiscuss, unachokiona kinatenda dhambi, inaharibu mazungumzo mabaya, uharibu tabia njema. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba ni shida ni muda. Kwa sababu tunasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo moja. Muda ulikuwa, nchi ilikuwa ni ukiwa, utupu na giza. Mbingu ilikuwa safi. Dunia, nchi ndio ilikuwa na changamoto. Mbingu haikuwa na shida. Muda umetengeneza mbingu na nchi. Lakini mbingu ilikuwa safi. Lakini nchi ndio ilikuwa na ukiwa, ina utupu na giza. Mungu akazileta, akasema na iwe nuru, ikawa nini? Imeanza giza, kilichotoka upande wa kulia nini? Nuru. Giza limeanzia kushoto, katokea nini? Nuru. Yesu anasema mimi ni mkate uzima. Mbegu inatokea upande wa kushoto, kilichotokea upande wa kulia nini? Mkate. Mbegu imeanzia upande wa kushoto, upande wa kulia umetokea mkate. Sasa maisha ndivyo yalivyo. Ukiweza kubadilisha mbegu ikawa mkate, lazima ufanye vizuri. Sio kubadilisha mkate kuwa mawe, mawe kuwa mkate. Sio kubadilisha mawe kuwa nini? Mkate. Unabadilisha mbegu kuwa nini? Mkate. Watu wote waliofanikiwa duniani walibadilisha mbegu ikawa mkate. Unachukua mbegu ya alizeti, unabadilisha na kuwa mafuta ya kupikia. Umeona process? Mbegu ya alizeti unabadilisha na kuwa mafuta ya nini? Ya kupikia. Ndio mahali watu wanapokwenda kwenye maisha. Jiulize leo, umepewa mbegu ya muda ya masaa 24. Ile mbegu umebadilisha kawa nini? Lazima ubadilishe iwe fedha, iwe kazi, iwe biashara, iwe NGO, iwe ministry, iwe kanisa. Umepewa masaa 24 ni mbegu. Badilisha ile mbegu. Mbegu ya muda unaweza ukabadilisha kawa kitu chochote unachokitaka. Lakini mbegu ya mahindi utabadilisha itakuwa unga, itakuwa ugali. Mbegu ya mpunga,
mche wa mpunga utabadilisha itakuwa pilau, haiwezi kuwa kitu kingine. Utatumia kitu kile kile, pilau, mchele. Tuko pamoja? Mahindi, unga. Lakini mbegu ya muda unaweza kubadilisha ikawa gari, ikawa chakula, ikawa suti, ikawa pesa, ikawa chochote kile. Mbegu ya muda. Angalia watumishi wa Mungu nao wajua wote duniani ambao leo wana mahospitali, wana mashirika ya ndege, wana mavyuo vikuu, wana makanisa, wana mabenki, walibadilisha muda kuwa nini? Benki. Wakabadilisha muda kuwa nini? Chuo kikuu. Wakabadilisha muda kuwa kanisa. Yesu anamwambia Petro, follow me, I will make you a fishers of men. Nifuate, nitakufanya kwa mvuvi wa nini? Wa watu. Anakwambia ukinifuata mimi ndio Alpha na Omega, mimi ndio muda. Nitakufundisha jinsi ya kubadilisha muda kuwa kile kitu unachokitaka. Unabadilisha muda, unataka kile kitu unachokitaka na unakipata. Kwa hiyo lazima ujitahidi uelewe kwamba jinsi gani unaweza kufanya hizi aina mbili za biashara. Biashara mkono wa kushoto ni biashara mkono wa kulia. Biashara mkono wa kushoto ni biashara ya muda, biashara mkono wa kulia ni biashara ya fedha, shilingi, dola, naira. Kwa sababu mtu akipewa pesa anapokea na mkono wa kulia, toa anatoa na mkono wa kulia, lakini muda anapokea na mkono wa kushoto. Muda masaa 24 unatoa kila siku unapokea na mkono wa kushoto. Lazima ikitokea upande wa kushoto, yani muda unaingia upande wa kushoto, ukitokea upande wa kulia, umebadilika, umekuwa fedha, umebadilika, umekuwa gari, umekuwa nyumba, umekuwa biashara, umekuwa kazi. Unaweza kubadilisha haya mazingira, kung'ang'ana kunaendelea. Struggle continue. Lazima uondoke kwenye kung'ang'ana, uingie kwenye level ya kusurvive. Survival ina level. Kimwangalia Bill Gates ana level yake ya kufanya nini? Ya kusurvive. Kiangalia maskini ana level nyingine ya kusurvive. Kila hatua unayopiga kuna level yake, kuna kiwango chake cha kusurvive, cha kuishi. Kila maisha, kila hatua. Yaani jinsi utakapopanda hatua kwenye maisha mpaka unakuwa bilionea, kila kiwango kina level yake ya kusurvive. Ni kama kuna mtu mmoja alisema kila hatua unayopiga kuna devil mpya. Every level you have new devil. Lakini siamini kwenye hilo. But every level there is a fear. I believe in that. Kwamba kila hatua kuna nini? Kuna hofu yake. Kila hatua unapiga inatengeneza hofu yake. Sasa hiyo nimeshafikia huko, najua hiyo level. Kwamba leo unaweza kuwa leo unafundisha watu wawili hapa. Lakini siku umepeleka watu 500, kuna hofu yake. Umeelewa? Ukipeleka kufundisha watu 1000 kuna nini? Kuna hofu yake. Mpaka umanage ile hofu. Ukipeleka stadium, unaongea na stadium, kuna hofu yake. Na siku unafundisha maaskofu, unafundisha watu wenye akili kuliko wewe, kuna hofu yake. Tuko pamoja? Siku unafundisha marais wa nchi, marais wa makampuni, kuna nini? Kuna hofu yake, mpaka umaintain ile hofu. Ile hofu yake. Sasa Roho Mtakatifu anakusaidia kwenye ile eneo. Unaingia kwenye maombi kumwomba Roho Mtakatifu, naenda kuongea na wasomi. Na wewe ndio msomi kuliko wasomi wote. Msaidie. Anakusaidia, anafundisha, anamwambia Mtakatifu ingia, ongea wewe. Anakuambia kifika pale utakupa dakika 15 za kujipanga. Baada hapo mimi ndo naingia. Na ndipo Roho Mtakatifu atakupa dakika 15. Popote ukienda, jua kabisa Roho Mtakatifu atakupa dakika 15. Anakuambia anza wewe dakika 15. Baada hapo mimi namalizia. Ndio Roho Mtakatifu alivyo. Mahali popote ukienda, mwambie tu Roho Mtakatifu mimi naenda kufundisha. Anakuambia kabisa dakika 15 ni za kwako. Kuendelea kama ni masaa 2 3 utafundisha mimi. Luka 12 mstari wa 11 na 12. Luka 12 mstari wa 11 na 12. Neno la Mungu linasema nini? Na watakapowapeleka mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kuyasema. Saa ile ile. Yeye anataka tuwe uanze. Hata kuanzishia hata siku moja. Mungu haanzagi na mtu biashara. Mungu anakutaka mtu ameshaanza biashara na anamsaidia. Mungu haanzagi na mtu hata siku moja biashara. Kwa mambo kusema anza na Mungu, wewe ni uongo. Mungu haanzagi na mtu. Mungu alishakupa vitu vya kuanza. Alishakupa muda, ukupa pumzi, ukupa nguvu, ukupa kila kitu. Mungu ataka kutafutia kazi. Atakuta unaenda kutafuta kazi, amwambie yule mwenye kazi akupe kazi. Sasa umeondoka nyumbani, ukaenda mahali unaenda kutafuta kazi. Ukifika pale unaenda kutafuta kazi. Kwa sababu umeshatoka nyumbani umeenda paka kwenye kazi.
umefika kwenye geti la mtu unagonga, ndio anaingilia kati. Anaingilia kati kwa nyumbani kwako. Alishakataa hiyo kitu. Alimpa Daudi ujasiri akiwa nyumbani. Daudi akatumia ujasiri vibaya, akaua, akachukua mke wa mtu. Ujasiri unapewa ukiwa vitani, front line. Wakati Daudi yuko nyumbani, anaona mke wa mtu anaoga, wenzake walikuwa wapi? Vitani. Kwamba amepewa ujasiri, akabaki nao, akalala nao. Akamka nao asubuhi. Mungu anakupa ujasiri eneo la tukio, mpaka uchukue hatua uende eneo la tukio, ndio Mungu anakupa ujasiri pale. Lakini tofauti na hapo, hujachukua hatua yoyote, umekaa nyumbani, umekaa kijiweni, Mungu achukue hatua yoyote. Mungu anachukua hatua pale umethubutu kugonga nyumba ya mtu. Nyumba ya kwanza, habari yako mzuri, shikamoo, marhaba, natafuta kazi. Hatuna kazi. Okay, asante, ubarikiwe, Mungu akulinde, akupe kazi nyingi ili mimi nipate ajira. Unaondoka. Nyumba ya pili, Mungu anaangalia kujaribu nyumba kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, anaomba kwenye nyumba mpe mtu kazi. Mpeni kwa sababu ameona umejaribu. Unajaribu, Mungu asema jaribuni mambo yote, shika lile lilo jema. Kwa ufahamu, tumshukuru Mungu dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Biashara ya mkono wa kushoto na biashara ya mkono wa kulia. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 5. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante kwa majira ya saa 5, tunawakaribisha uwe mwalimu wetu. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuomba tusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakaribisha tena katika majira ya saa 5, uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, utupe akili ya Kristo, tupate ufahamu wa Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Okay, tuendelee na somo letu, biashara ya mkono wa kushoto na biashara ya mkono wa kulia. Ni jambo la msingi sana ujue kwamba biashara inaanzia mkono wa kushoto, inakwenda kwenye mkono wa kulia. Biashara inaanza kwenye muda, inakwenda kwenye fedha. Kwa hiyo sasa lazima, watu wengi sana wanatafuta fedha, wamesahau kutafuta muda. Na ukiacha kutafuta muda utakutafuta wewe. Usipotafuta muda, if you don't find time will find you. Kama hujatafuta muda utakupata. Kiona mtu siku amekufa, amekuwa mzee, anateseka, muda umeshampata. Aliacha kutafuta akiwa kijana, leo anateseka. Na neno la Mungu linasema mkumbuke Muumba wako siku za nini? Za ujana wako. Kumbuka Mungu katika siku za ujana wako, kumbuka siku za uzee. Mungu anakusahau siku za uzee. Mungu anafanya nini? Anakusahau. Kumkumbuka kipindi cha ujana wako, anakusahau siku za uzee. Na anakusahau kwa namna gani? Magonjwa, umaskini, vitu vya ajabu vinakutokea. Unaingia kwenye maombi kila siku, unajaribu kila namna kukesha, mikesha makanisani,
au poni. Mungu alishafanya nini? Alishakusahau. Kwa sababu wewe ulimsahau kipindi cha nini? Cha ujana wako, wakati unatafuta pesa, ukamsahau Mungu. Umekuwa mzee, magonjwa. Una hela ndio, una magonjwa. Mwingine hana hela na ana magonjwa. Alimsahau Mungu wakati wa ujana wake. Kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Ile andiko linasoma sana na watumishi wa Mungu, lakini wanasoma kipengele kimoja na vipengele vitatu. Neno la Mungu linasema, watu wangu Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe usio kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Mimi nitasahau nini? Watoto wako. Sasa unakuwa wakati ukiwa kijana umemsahau Mungu, wakati ukiwa mzee anakusahau wewe, anasahau na nani? Na watoto wako. Mnasahaulika wote wawili, kwa sababu wewe umeisahau sheria ya Mungu. Anakusahau wewe na anasahau nini? Watoto wako. Apangi mtoto wako hata mmoja kazi, na wewe akupangi kazi, na magonjwa yaondoe. Hata wengine kwenye toba kiasi gani kulipa gharama muda mrefu. Kwa hiyo lazima ujitahidi sana wakati wa ujana wako umkumbuke Mungu. Kumbuka Mungu, kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18. Kumbukumbu la Torati 8:18. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Utamkumbuka Mungu akupe nguvu za kupata utajiri, kupata kazi, kupata biashara, kupata akili, kupata ufahamu. Kumbuka Mungu upate vitu. Ili alifanya agano lake, alifanya imara agano lake kama alivyowaapia baba zako. Sasa ukumbuke Mungu. Mungu hawezi kukupa mafunuo, akupi maono, akupi ndoto, akupi kazi. Kwa sababu anakwambia ukimkumbuka Mungu anakupa nguvu ya kupata maono, nguvu ya kupata kazi, nguvu ya kupata biashara. Unajua shida ni moja, watu hawajui Mungu analipaje. Hiyo shida ni moja. Watu hawajui Mungu analipaje. Kwa hiyo lazima ukigundua kwamba Mungu analipaje, ndio kitu kitakachokusaidia kwamba Mungu anafanya nini, analipaje, ili uweze kuanza na Mungu. Kuanza na Mungu kuna kinachotokea. Kwa hiyo lazima, na muda umeshapewa. Unajua sisi tunapoongea sana na muda, tunajua thamani ya muda. Kwa sababu kama hujalipa gharama kipindi cha ujana wako, huwezi kuja kulipa gharama kipindi cha uzee wako. Kwa sababu usisubiri wakati nguvu zimeisha ndio unamtafuta Mungu. Mtafute Mungu wakati na nini? Una nguvu. Ujana maana yake ni nguvu. Wakati wa uzee unavuna ulichopanda katika kipindi cha nini? Cha ujana. Lakini kama kipindi cha ujana ukupanda mbegu njema, kipindi cha uzee utavuna mbegu mbaya. Kwa sababu watu wengi waangalii kwamba kipindi chake cha uzee kitakuwaje. Yeye anaangalia sasa hivi kwa sababu yeye ni kijana na nguvu. Kweli ukiwa kijana unaweza kufanya maamuzi yote unataka kufanya. Lakini ukiwa mzee huwezi kufanya maamuzi. Huwezi kwenda mbali, huwezi kukimbia. Ukiwa mzee unarudia utoto. Unaelewa, unarudia kwenye utoto. Kuna vitu huwezi kufanya, vingi tu huwezi kufanya. Kwa hiyo sasa, na maana kwamba ndio nateseka. Watoto wadogo wanakunyanyasa. Watoto wadogo wanafanya nini? Unajua je, unanyanyaswa na watoto wadogo. Unapewa kazi ya ulinzi na kijana kama mtoto wako, unalala nje, wao wanalala ndani. Miaka 75 unalala wapi? Kwenye baridi, unakaa nje. Unajiuliza, mimi nafanya kazi ya ulinzi, nalala nje, watoto wadogo wanalala ndani. Na ukiwa unapanda gari la yule boss, unakaa kwa nyuma kwenye pickup, ukae mbele kwenye gari, na wewe ni mzee. Hebu unanyanyasikaje? Ukienda mahali popote, hata kwenye sherehe, kwenye msiba, kwenye nini, hawakupishi kiti cha kukaa. Unakuta vijana wamekaa kwenye viti, wao wamekalia jiwe au wamesimama. Na ulipo mchafu, watu wanaogopa kukaa karibu na ni mzee. Si mnaona hivyo vitu vinatendeka? Kwa sababu wakati wa ujana wake alimsahau Mungu, na wakati wa uzee wake Mungu anakusahau. Kwa hiyo lazima ujipange na muda wako. Utakapofika mbinguni, cha kwanza kuulizwa, ulitumiaje muda wako?
Na tunaposema kazi ya mkono wa kushoto na kazi ya mkono wa kulia, Mungu anabariki kazi ya mkono wako. Mungu anabariki kazi ya nini? Ya mkono wako. Na Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Maandiko yote mawili yako kwenye Biblia. Yaani Mungu anabariki kazi ya nini? Ya mkono wako, na anabariki kazi ya nini? Ya mikono yako. Kuna mtu, tunaposema kubariki kazi ya mkono wako, ni mtu anayetumia kalamu. Kalamu anaandika na mkono mmoja. Kazi ya mikono yako ni mtu anayefanya kazi ya mikono miwili. Kilimo, ujenzi. Tuko pamoja? Kazi ya mkono ni kazi ya akili. Kazi ya mikono ni kazi ya mwili. Sio kama tuko pamoja. Kazi ya mkono, Mungu anasema anabariki kazi ya mkono wako, ni kazi ya akili. Kuna kazi ya akili na kuna kazi ya mikono. Unaelewa? Kama ukiangalia wanasheria, wachungaji, ukiangalia wanasiasa, ukiangalia watu wanaandika vitabu, watu wanaobuni teknolojia, watu wanaobuni science, ni kazi ya nini? Ya akili. Hiyo ni kazi ya mkono. Mungu anabariki kazi ya mkono, kile kitu anachoandika. Lakini kazi ya kilimo, mtu analima na jembe, anajenga, fundi, ni kazi ya nini? Ya mikono. Mtu anapasua mbao, anachoma mkaa, ni kazi ya nini? Anapasua mawe, kazi ya nini? Ya mikono. Huwezi kupasua jiwe na mkono mmoja. Unaweza kupasua jiwe na mkono mmoja? Inabidi utumie mikono miwili. Kwamba Mungu atabariki ile kazi kwa kiwango chake. Lakini na Mungu anabariki kazi ya nini? Ya akili. Kazi ya mikono faida ni kidogo. Kazi ya akili faida nini? Ni kubwa. Kwa sababu anakwambia, alimwambia Joshua kwenye kitabu cha Joshua 1:8. Akapea Joshua kitabu cha Torati kibanduke kinywani mwako. Anaambia kitabu cha Torati kibanduke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia na kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, na ndipo utakapostawi sana. Kuifanikisha njia yako na kustawi sana, kwamba hiki kitabu cha Torati kibanduke wapi? Tafakari usiku na nini? Hiyo ni kazi ya akili. Hiyo ni kazi ya akili. Sasa kama hujaenda kwenye kiwango cha kazi ya akili, utateseka sana hapa duniani. Utateseka sana. Lazima utransform, utoke kwenye kazi za mikono uende kwenye kazi ya akili. Utoke kwenye kazi za mwili uende kwenye kazi ya akili. Kwa sababu kiwango reward, yani thawabu ya kazi ya akili ni kubwa kuliko thawabu ya kazi ya mwili. Sababu kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho nini? Na roho. Kwa sababu akili ni roho. Akili nini? Ni roho. Kwa lazima uangalie kiwango ambacho unaishi. Unaishi kiwango gani? Unasindikiza watu wengine huko mjini au wewe unasindikiza? Hicho kitu mimi nimekataa kabisa. Mimi leo najifungia ndani, kujifunza, kufikiri, kusoma ili nisindikize. Ili nifanye nini? Nisindikizwe. Ndio kitu ninachotafuta mimi. Nataka nisindikize, sio nisindikize watu wengine huko mjini. Siwezi kusindikiza wanaume wengine huko mjini. Haipendezi ndugu yangu. Unajua unajuaje kusindikiza wanaume wengine? Unapita mahali hivi unaangalia gorofa, unasema gorofa la fulani. Gari ya fulani inapita, unasema gari ya fulani. Unasindikiza watu wengine? Inabidi watu waseme ni la kwako. Ni gorofa lako, ni nyumba yako. Kwa hiyo lazima ujitahidi sana uingie kwenye mfumo wa kusindikizwa, sio kusindikiza. Sio mfumo wa kusindikiza. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima uangalie hizi aina mbili za biashara. Biashara ya mkono wa kushoto na biashara ya mkono wa kulia. Biashara ya mkono wa kushoto ni biashara ya muda. Biashara ya mkono wa kulia ni biashara ya fedha. Ndio sababu biashara ya mzungu ni ya mkono wa kushoto. Wanakwambia watu wa mlengo wa kushoto, umeshasikia hiyo lugha? Ndio wanaofanya vizuri, kwa sababu hao watu wanasimama na muda. Na hao wanasimama na pesa, wanafanya kidogo sana. Unajua faida kwenye fedha ni kidogo. Yaani biashara ya fedha, biashara ya muda ina thamani kuliko biashara ya fedha. Biashara ya fedha haina thamani ya biashara ya muda, kwa sababu muda una thamani sana. Kwa sababu muda ndio unayoleta mabadiliko yote.
lakini biashara ya fedha ni ya muda mfupi. Kwa hiyo lazima uangalie aina mbili za biashara. Na tumesoma maandiko hapa. Tumesoma kwenye kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 16 ili tuweze kwenda sambamba na mzee wetu sasa hivi hapa. Kwa dakika chache tu turudie andiko. Hili andiko linasema, Methali 3:16 linasema, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Utajiri na heshima kwenye mkono wa kushoto, wingi wa siku kwenye mkono wa kulia. Utajiri uko kwenye muda. Kwa sababu tajiri wote duniani wanataka kumuuliza akwambie siri ya mafanikio yake, itachukua miaka 50. Kitu cha miaka 50 hawezi kueleza kwa dakika chache. Lakini kumwambia yambie siri ya muda wako, unatumiaje muda wako, akwambia anapotumia masaa 24, wewe una masaa 24 kama yeye, lakini hauna pesa kama yeye. Lakini chanzo cha zile pesa kinatokana na matumizi ya muda. Akiponesha anapotumia muda wake na wewe kaenda kutumia hivyo, unakuwa kama yeye. Kwa sababu Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nyinyi ni watu wazima, kiamua kunifuata mimi lazima ukane kila kitu, ubebe msalaba wako unifuate mimi. Yesu akuruhusu wanafunzi wake waende kulala kwao, alala nao pale alipokuwa analala yeye, ili anapowaone, anapokula, anapofikiri, anapotembea, anapofundisha kila kitu, ili wafanane kama yeye. Yesu alifanya kopi kwa wale wanafunzi wake kwa kutumia muda. Angeliwaruhusu waende kulala nyumbani kwao waje kesho yake, Yesu angeliishi miaka 80 au 120. Anakaa miaka 33 akamaliza akaondoka. Kwamba alijua kabisa watu nakanao miaka 3.5, nifanye photocopy, ni duplicate kile nilichonacho nihamishie kwa kutumia muda. Waniangalie. Unajua njia moja, siri moja kubwa ya mafanikio, siri moja kubwa ni kuangalia. Sio kusoma, ni kuangalia. Sio kusikia, ni kuangalia. Unaambia imani nje kwa kusikia. Siri kubwa ya maisha ni kuangalia. Observation, kuangalia kwa macho hiyo, kaangalia kitu hicho. Ukiangalia dereva anamchukua kijana kwa conductor boy wa gari lake. Tuko pamoja. Yule kijana hajui kuendesha gari. Yule kijana anachokaa kila siku kufungua tairi, anafundishwa kufungua tairi, kuziba pancha, kufunga springi, anafundishwa. Ndio kitu anajua, lakini hajui kuendesha gari. Anaangaliaga jinsi yule bwana anavyoweka gia kila siku. Anaangalia tu anavyoweka gia. Kitu kama kwenye mlima, anapiga gia. Siku ya siku unamwona dereva hayupo, anasogeza gari pale aenda kuliosha, anauliza nani kasogeza gari hapa? Ni mimi. Okay, sugute gari yangu siku moja, bosi kuona siku nyingine tena, nani kasogeza gari hapa? Ni mimi nimesogeza. Unajua, ngoja nikwambie siri ya maisha kwa hivi, unajifunza kupitia makosa yako. Na siku ukisubutu kuomba ruhusa ili uendeshe gari, utakao kwa ruhusa. Ni nzuri sana kuomba msamaha kuliko kuomba ruhusa. Usiombe ruhusa hata siku moja. Ukiomba ruhusa utakao upewe. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nini? Kwa nguvu. Na wenye nguvu na wanafanya nini? Wanaoteka. Nguvu ni kutokuomba ruhusa. Unajua kitu tunaweza kufanya, unafanya. Akija acha kasirike, omba msamaha. Mara ya kwanza ya pili anajua wewe dereva, anakuruhusu aendeshe gari. Kwa sababu ukiomba ruhusa utakao kwa ruhusa. Ufalme wa Mungu unapatikana na wenye nguvu. Ukisoma kitabu cha Mathayo 11:12. Sasa watu wengi wanasubiri kuomba ruhusa. Mathayo 11:12, neno la Mungu linasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Wenye nguvu ni wale ambao waomba ruhusa. Sio kama mnanielewa. Wenye nguvu waomba nini? Ruhusa. Kwa nini mwizi akaenda kuvunja kwa mtu, anaomba ruhusa kuja kuvunja? Yeye ana nguvu, anaenda kuvunja, anaiba, anachukua. Tuko pamoja? Mwizi anaomba ruhusa. Tuangalie andiko lingine, Luka 16:16. Luka 16:16, neno la Mungu linasema, Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo
habari njema ya ufalme wa Mungu uhubiriwa, utangazwa, na kila mtu ujiingiza kwa nguvu. Na kila mtu ujiingiza kwa nini? Kwa nguvu. Hawakuomba ruhusa, walikuwa wanajiingiza kwa nguvu kwenda kuhubiri Injili. Anajiingiza kwa nguvu. Haitaki kumwomba mtu yote ruhusa, ni kujiingiza kwa nguvu kwenda kuhubiri Injili. Kila kitu unataka kufanya, unataka kuomba ruhusa, utakao pesa. Utakao pesa. Hata siku moja hakuna mtu atakupa ruhusa. Utakuwa unapita tu, unakuangalia tu, unakuangalia. Na kuna kitu nakijua, kwa sababu wewe unataka, wewe ni mtu wa kuomba ruhusa. Subiri. Utakao pewa fursa. Fursa inakuja kwa watu wenye nguvu, watu wasioomba nini? Ruhusa. Unataka kwenda kutunza mazingira. Hakuna haja kwenda kumwomba mkuu wa mkoa, nataka kutunza mazingira. Nenda katunze nini? Mazingira. Kweli wao. Nenda kasafisha mji wa Arusha. Hataki kuomba ruhusa. Kwenda kumuona, kwenda kumuona hivi, nataka kuomba ruhusa. Utapata nafasi ya kumuona? Utapata nafasi ya kumuona. Kwa sababu kuna watu watakushangaa. Unataka kutunza mazingira, naomba ruhusa kwa mkuu wa mkoa. Hapana, nenda katunze mazingira. Anzia na hapo kwako unakoishi. Anzia na hapo kwako unafanya nini? Unakoishi, nenda nyumba ya jirani wa pili, jirani wa tatu, jirani wa nne. Usiombe ruhusa kwa mtu yote, wewe tunza mazingira. Hata jirani yako aseme wewe ni mchawi sio nini, wewe nenda katunze, mwambie mimi natunza mazingira. Tunza mazingira. Tunza mazingira. Hivyo mwisho wa siku utakutana na Mungu. Unakutana na Mungu. Sasa watu wengi wanasubiri kuomba ruhusa. Wanazidi kuomba ruhusa. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na masaa 24 tumia muda. Tumia muda wako. Na tumesema kwamba kuna watu ambao wamepewa muda lakini hawapokeaje muda wao. Yaani ni kama umewekewa asali kwenye shavu. Alafu unasikia harufu ya asali, alafu unaambiwa ulambe. Na ulimi ufanye nini? Haufiki. Watu wengi wanapewa muda wa masaa 24, hawapokei ule muda kwa sababu mkono wa kushoto umefungwa. Mungu amefunga ule mkono. Sasa utafanya huu mkono inabidi ufungue kwa nguvu. Utafunguaje kwa nguvu? Kwenda kufanya kazi za kijamii. Kwenda kwa watoto yatima, kuwasaidia kufua, kupika, kufanya usafi, kutunza mazingira, kwenda magereza, kwenda kuhubiri Injili. Fungua mkono wa utajiri na heshima. Huu mkono kama hujafunguliwa utakao upokee. Muda unaachiliwa kila siku, lakini huoni thamani ya muda. Watu wengi hawaoni thamani ya muda. Na muda unaachiliwa masaa 24. Kuna mtu akija Afrika anaangalia jinsi gani muda unavyopotea. Roho inamuuma sana. Kwa sababu watu wafanye kazi, watu wamekaa vijiweni, watu wanabeti, watu wanaongea mambo ya mpira, wanaongea mambo ya siasa, na kipindi chote cha siasa. Muda, sababu mkono ukishafungwa, upokee muda. Unashangaa tu siku inapita, ya pili, ya tatu, ya nne, tena umekuwa mzee. Umeelewa? Muda umeshapita. Tusome kitabu cha Ayubu 37 mstari wa 7. Ayubu 37 mstari wa 7. Ayubu 37 mstari wa 7 inasema ufunga mkono wa kila mwanadamu. Yaani Mungu ufunga mkono wa kila mwanadamu ili watu wote aliowaomba wamjue. Na mkono unayofungwa sio wa kulia, unafungwa wa kushoto. Sababu mkono wa kushoto ndio mkono unayopokea utajiri na heshima. Mtu anakuwa maskini kwa sababu mkono wa kushoto umefanya nini? Umefungwa, hajawahi kumtumikia Mungu. Sasa inabidi ufungue mkono kwa nguvu. Unaona mimi ninapomtumikia Mungu, nafungua mkono wangu kwa nguvu. Kwa nguvu. Kwa sababu wenye nguvu ndio wanaoteka ufalme wa mbinguni. Kwamba inabidi nimtumikie Mungu kwa nguvu ili nifungue mkono wangu wa kushoto. Mungu nianze kupokea utajiri na heshima. Tofauti na hapo, utaishi, utakuwa na wingi wa siku lakini maskini. Una wingi wa siku lakini nini? Ni maskini. Na inatakiwa uende wingi wa siku na utajiri. Abraham alikuwa na wingi wa siku na nini? Na utajiri. Ayubu alikuwa na wingi wa siku na utajiri. Yakobo alikuwa na wingi wa siku na utajiri. Yakobo aliishi miaka 147. Abraham miaka 175. Isaka miaka 180. Wingi wa siku na utajiri. Isaka alikuwa tajiri, alibarikiwa. Tuko pamoja. Kwa hivyo vitu lazima viende pamoja. Sio kuwa na wingi wa siku na umaskini. Inabidi uwe na wingi wa siku na nini? Na utajiri na heshima. Kitu kinachotakiwa. Na Abraham alianza na Mungu akiwa na miaka 75. Mungu akamwongezea miaka 100 zaidi. Unajua ukigusa mboni ya jicho la Mungu utaishi muda mrefu sana. Na utajiri utakuwa na kuhusu. Utajiri utakuwa na kuhusu. Kwa sababu shida moja wa Afrika akishafikia miaka 50 anaanza kuwaza kifo. Mimi na watu wawili nawafahamu. Watu wa karibu kabisa. Mmoja ana sukari mbaya sana.
amejenga ghorofa 15 Dar es Salaam. Mwingine ana ukimwi, amejenga ghorofa 10 hapa Arusha. Wala watu wamepona, wanafikiria mambo makubwa. Wanafikiria nini? Ukifikiria mambo makubwa, ugonjwa unaondoka. Ugonjwa unakaa kwa mtu mwenye hofu. Kama una hofu ya kufa, unaacha kujenga kwa sababu ya hofu ya kufa. Ugonjwa unakuua. Sasa wala watu wanajua kabisa hii hali ndio nitakufa. Nitafanya nini? Lakini unapofanya vitu vikubwa, ugonjwa unafanya nini? Kwaisha. Ugonjwa unaondoka pale unapofanya vitu vikubwa. Unapoacha kufikiria ugonjwa, unafikiria vitu vikubwa. Unafikiria kwamba ili jengo nitakalojenga litasaidia Watanzania wangapi? Wengi. Litasaidia familia yangu na Tanzania wengi. Hichi kitu huu mradi unaofanya utasaidia watu wengi. Ugonjwa unaondoka. Ugonjwa unataka kwa mtu mwenye hofu, mtu anayewazia ule ugonjwa muda wote. Anaacha kufanya kazi kwa sababu anajua atafanya nini. Kuna mzee mmoja kule kijijini nilikotoka. Mama yangu alikuwa ananipa story. Yule baba alishikwaga na sukari. Akauza kila kitu. Alipomaliza kuuza kila, sababu anajua anakufa. Alipomaliza kuuza kila kitu akapona. Nilicheka story. Akapona ugonjwa. Akapona nini? Akauza shamba, akauza nyumba, akauza kila kitu. Akajua anakufa. Na familia yote akarabatisha. Na alipomaliza kuuza kila kitu akapona. Unaona jinsi Mungu alivyo. Sasa huyu kauza kila kitu akapona. Huyu mwingine anajenga kila kitu akafanya nini? Akapona. Sasa Mungu akamwambia unafikiri kwamba kuuza kila kitu ndio mimi na uwezo wa kuondoa ugonjwa na nikakupa muda wa kuishi. Ukaanza tena upya. Kumbuka yule tajiri alisema amelima, akasema sasa hivi sitaki tena, akatengeneza mahala makubwa, akaivazia akasema sifanyi tena kazi na katu nini. Malaika akamtokea akamwambia leo siku tunaichukua nini? Roho yako. Kumbe Mungu anataka kufanya nini? Kazi. Ukifanya kazi ugonjwa unaondoka. Yule anasema kwamba nataka nikae tu nile, akafa. Sasa ni kwamba usiangalie umri ni namba. Una nguvu, fanya kazi. Tofauti na hapo, Biblia inasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, na ataondoa magonjwa kati yako, na hakuna atakayekuwa sasa katika uzao wako, na hesabu ya siku zako atafanya nini? Atatimiza. Hesabu haitimizi kwa sababu ya hofu na kutokumtumikia Mungu. Na hapa duniani watu wanakufa kwa njia 4 tofauti. Kuna mtu anakufa kwa sababu ya dhambi. Kuna mtu anaondoka hapa duniani kwa sababu amemaliza kazi yake kama vile Yesu. Na kuna mtu anaondoka hapa duniani kwa sababu ya anaenda kupumzika kama Abraham na miaka iliyojaa. Na kuna mtu ananyakuliwa. Kuna mtu anafanya nini? Kama Enoki, Elia wananyakuliwa. Tuko pamoja. Sasa jiulize, Biblia inasema kwenye Isaya 65 mstari wa 20. Isaya 65 mstari wa 20. Biblia inasema apata kuwapo tena na mtoto wa siku chache. Apata kuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asitimia siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Umri wa miaka mingapi? Ina maana kufa chini ya miaka 100 ni vitu viwili. Ni dhambi au umemaliza kazi yako. Mtoto anakufa chini ya miaka mingapi? Hakuna mtoto atakayokufa chini ya miaka mingapi? 100. Sasa hilo andiko tukisimamia andiko, utakufa. Unaanza kumtumikia Mungu. Na ukitaka usife kutumikia nani? Mtumikie kwa sababu anakuambia nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabariki nini? Chakula chako, na ataondoa magonjwa kati yako. Kwa sababu kinachoua watu nini? Magonjwa. Na magonjwa yanasababishwa na nini? Na dhambi. Na dhambi inasababishwa na nini? Kutomtumikia Mungu. Full stop. Kwa lazima uangalie katika hizi biashara mbili ni biashara gani. Mungu anasema atabariki kazi ya mkono wako na kazi ya mikono yako. Hebu tuangalie Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 8 na wa 12. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8 na wa 2. Neno la Mungu linasema sura ya 8. Neno la Mungu linasema Bwana atayamuru baraka ije juu yako katika hala
sala zako na mambo yote utakayotia mkononi mwako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Mambo yote utakayotia katika mkono wako, sio mikono yako, mkono wako. Chochote utakachokiandika chini, ukachora ramani ya nyumba, ukaandika kiwango cha pesa unachotaka, ukaandika kitu ambacho kinakusumbua kiondoke, Mungu anabariki, kinaondoka. Mkono, sio mikono, ni mkono. Watu wote wanaotumia akili wanatumia mkono mmoja. Watoto wanaotumia mwili wanatumia mikono miwili kuishi. Watu wanaotumia mwili kuishi wanatumia mikono mingapi? Miwili. Wanaotumia akili wanatumia nini? Kalamu wetu kushika na mikono miwili, unashika na mkono mmoja. Ni kama gari automatic. Gari automatic unaendesha na mguu mmoja, na gari manual unaendesha miguu miwili, unakata clutch na mafuta. Lazima ujue kabisa kwamba kuna anayeishi hapa duniani manual, gari ya gia, na kuna mtu anaendesha gari automatic. Kuna mtu anatumia miguu miwili na mwingine anatumia mguu mmoja. Kwa lazima ujiangalie kwenye maisha. Kama unatumia akili, utatumia mkono mmoja. Mwanasheria anatumia mkono, daktari anatumia mkono mmoja kuandika. Tuko pamoja? Wanaoandika vitabu wanatumia mkono mmoja. Hata wanasiasa wanatumia mkono mmoja. Waandishi wa habari, wenye vyombo vya habari wote wanatumia mkono mmoja kuandika na mkono mmoja. Lakini wanaotumia mikono miwili, jenga nyumba, kulima, wanatumia mkono miwili, kwa sababu huwezi shika jembe na mkono, huwezi pasua mawe na mkono mmoja, utapasua na mikono miwili. Hiyo ni kazi ya mwili. Lazima uondoke kwenye kazi ya mwili uingie kwenye kazi ya akili. Mungu anabariki zote, lakini baraka ya kazi ya mikono ni kidogo, baraka ya kazi ya mkono mmoja ni kubwa. Lazima ujipange kwenye hilo eneo. Ujipange kwenye hilo eneo. Mstari wa 12 unasema atakufunulia. Hapo Kumbukumbu 28 mstari wa 8 tumesoma 12 unasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, na kutoa mvua ya nchi yako na kwa wakati wake, na kwa kubariki kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Utakopesha mataifa, utakopesha Kenya, utakopesha Uganda, utakopesha Tanzania. Unaelewa, kuna tajiri mmoja Tanzania alikuwa anaweza kutoa hela ya kulipa mishahara wafanya kazi. Naomba bwana, leo hatuna hela, tukopeshe hela kulipa wafanya kazi. Analipa, serikali inamrudishia hela yake. Tuko pamoja? Hata mfika hicho kiwango cha kukopesha nini? Mataifa, sio watu, kukopesha mataifa. Serikali inakwambia tunahitaji pesa kutoka kwako ndugu yangu, kiasi gani, kiasi fulani kwa ajili ya kulipa wafanya kazi mishahara, unakopesha. Unatakiwa ufike hicho kiwango, sio kukopesha mtu mmoja mmoja, si laki, laki mbili, hapana. Unatoka huko unaenda kwenye kiwango cha kukopesha mataifa. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni la msingi kujua litakusaidia mbele ya safari. Kwa hiyo tunapoangalia, lazima uangalie biashara ya mkono wa kushoto ni biashara ya muda. Biashara ya mkono wa kulia ni biashara ya fedha. Sasa watu wengi wanakimbilia na biashara ya mkono wa nini? Wa kulia, kutafuta fedha. Wameachana na biashara ya muda. Biashara ya mzungu ni biashara ya muda. Biashara ya Mwafrika ni biashara ya fedha. Fedha zimetengenezwa kwa sababu ya watu maskini. Maskini wanatafuta fedha. Tajiri anatafuta muda. Anatafuta muda zaidi. Anatafuta muda wa watu. Ukitaka kuwa tajiri, utafute fedha, tafuta muda wa watu. Ukiwa wewe una masaa 24, wewe una masaa 24 ya kwako, ukachukua watu 10, ukachukua masaa 10 ya kwao, 10 mara 10 mara 10 ni masaa mangapi? 100. Ukijumlisha dada kwako 24 una masaa 100 na ngapi? 24. Kwa siku wewe watu wote wana masaa mangapi? 24. Wewe una masaa mangapi? 124. Unakuwa tajiri. Tumewaajiri, unawalipa mshahara kidogo, unachukua masaa mengi. Kwa mfano mimi, kuwa tajiri, usitumie muda wako katika masaa 24 kuangalia TV, kuchat kwenye smartphone, kusoma magazeti, kupiga story. Usitumie muda wako, tumia muda wa watu wengine. Lazima uanzishe kitu ambacho taajiri watu wengine, wao wafanye zile kazi zako, ili wapate muda wa kusoma gazeti, upate muda wa kukaa kwenye TV, upate muda wa kuchat, upate muda wa kukaa kwenye simu. Kwa sababu kuna watu wengine wanakufanyia nini? Kazi zako. Leo ukiangalia kampuni kama A to Z imechukua muda wa watu wangapi? Wengi. Kwa sababu wanakuwa matajiri.
na ajiri watu wengi kwenye mashamba yako, kwenye kiwanda chako, unakuwa bilionea. Ni muda unakuwa tajiri. Mimi nilikuwa naomba Mungu aniongezee muda niwe na masaa 30 kwa siku. Ananiambia chukua muda wa watu. Chukua muda wa watu wengine. Muda wote umeshawa kwa fixed au utakao ongezeke na masaa 24 usiku, masaa 12 mchana, masaa 12. Ukitaka muda ongezeke, chukua muda wa watu wengine ambao hawajui thamani nini ya muda wao. Na hapa ila kidogo wanafanyia kazi. Kwa ni sehemu ya muda. Na wewe lazima ujue kabisa kwamba jitahidi uchukue muda wa watu wengine. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 10. Mhubiri 9:10 neno la Mungu linasema nini? Mhubiri 9:10 neno la Mungu linasema, lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako zote. Lolote mkono wako utakapolipata kulifanya, fanya kwa nguvu zako zote, kwa akili yako na kwa moyo wako na kwa nafsi yako yote. Hicho kitu kinatokea. Unajua watu wengi wamedharau hizi biashara ndogo ndogo, hizi kazi ndogo ndogo. Wamedharau sana. Ni kwa sababu hawafanyi katika hivyo viwango vinne. Kiwango cha 5 cha kumpenda mteja. Viwango vinne. Fanya ile kazi kwa akili yako yote. Ni kuchoma mahindi. Kuchoma ile mahindi kwa akili yako yote. Kwa nafsi yako yote, kwa moyo wako yote. Na kwa akili yako yote, nafsi yako yote, nguvu zako zote, moyo wako yote. Utachoma mahindi, utakuwa na sehemu 10 hapa Arusha. Watu wanakuchomea mahindi wewe, wanafanya kazi kwa. Unakuwa bilionea. Choma mahindi, watu wanatengeneza jiko zuri. Jiko inaweza kuwa na sehemu kuchoma mahindi, kuchoma viazi, kuchoma ndizi. Kachukua na viti 4 na meza moja plastiki, mtu anataka kukaa na kaa hapo na kula mahindi. Mahindi unatoa umpe mtu mahindi, unauza kwa kipande cha shilingi 100 na 200. Una hizi sahani na tishu, mtu utoe mahindi na kumpa na maganda. Anataka kipande cha mahindi, ni kitu kinalio cha hamu, na ukata kipande na kibao cha kukatia. Umevaa vizuri, nguo yako ni usafi wa chakula kama chef. Umekaa barabarani na mwambuli wako na meza moja na viti 4, mtu anataka kukaa. Na mtu anataka kuchukua mahindi anaondoka nao, kuna kimfuko unamwekea. Utauza mahindi kuliko mtu mwingine yote duniani. Watu wanaangalia mahali kwenye usafi. Tunaona magari, watu wenye mabenzi, magari makali wanasimama wanasikia kuchukua mahindi. Wamefuata usafi na ile kiwango cha biashara iliyoweka pale. Na pale pembeni kuna chumvi, kuna pilipili, kuna nini, unaambia jisevie mwenyewe. Kama umeingia McDonald's Marekani restaurant, hivyo vitu unajisevia. Na kuna tishu, usafi na maji ya kunawa mikono, kila kitu. Unampa mtu na kisosi na kisahani kidogo kama hoteli ya kitalii. Na hizo sahani zinapatikana huko mtaani, zinauzwa bei rahisi kwenye maduka. Unaenda kwenye kiwango cha juu, lakini unachoma nini? Mahindi. Ni mahindi tunachoma. Na kuna mahindi ya kuchemsha. Unataka kipande, mtu anachukua. Cha 100, 200, umeweka bango lako pale safi, naonesha jinsi unavyo. Mtu akitoka kwa mbali kule unamtengenezea hamu. Akiangalia ile picha kule bango, ile bango ndio akiangalia namtengenezea hamu. Ukiangalia bango la Vodacom linakutengenezea nini? Hamu ya kununua vocha. Kwa hiyo lazima ukiangalia bango la bia inatoa ile mvuke na mwe. Wenyewe. Bango la Coca-Cola, Pepsi. Wanakwambia dea kumoa. Siko pamoja. Sasa inakutengenezea nini? Hamu. Na ile mahindi unatengeneza bango zuri. Picha nzuri, unatengenezea mtu hamu. Unaweka bango mawili kama mita 20 kutoka bango la kwanza na mita 30 na mita 40 na pili mita 20, anakuja bango la 3 ni pale ulipo. Na huko hivi unamtengenezea hamu bango la kwanza, la pili, la 3 anaachia hela. Unachukua hela. Unajua unafanya biashara kutokana na picha kwamba ile kuona, unaona, tunasema hapa kuona. Mungu alimwambia Abraham baada ya kutengana na Lut, angalia upande wa kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, nchi yote unayoona nitakupa. Kumbe Lut alikuwa ni kibanzi kwenye macho ya nani? Ya Abraham. Kiangalia Mungu anamwambia Yakobo, chukua miti, bambua maganda, chomeka mahali mtu atakapokunywa maji. Wakiangalia miti watadhani mapacha. Ni kuangalia. Mungu anamuuliza Yeremia, unaona nini? Kama unaona msitu wa mlonzi. Kaambia umeona vyema. Umeona nini? Leo Mungu anakuuliza kwa barabarani, umeona nini? Ulipokuwa unatoka nyumbani unakuja hapo, umeona nini? Kisema ulichokiona, anakwambia umeona vyema. Nimeona mazingira ni machafu, kaanza kufagia. Kaambia umeona vyema.
Nimeangalia neno langu kufanya nini? Kulitimiza. Neno langu linasema nini? Nilimtoa huyo mtu nikamweka kwenye bustani ya Eden. Ailime na afanye nini? Aitunze. Huyo ni Adam. Na hapa Arusha ndio bustani hapa nini? Ya Eden. Itunze Arusha. Kwamba Mungu nimeona mazingira ni machafu na kwamba muona vyema. Nilimtoa huyo mtu nikamweka kwenye bustani. Ailime na afanye nini? Aitunze. Tunza mazingira na kubariki. Sasa unaambia umetoka nyumbani umekuja hapo muona anambia sijaona kitu, nimeona watu. Nimeona watu. Nimeona manyumba, nimeona magari. Yalikuwa machafu umeyaosha. Umeona manyumba. Kulikuwa kuna mazingira kufanya safi, ndio umefanya hapana. Sasa Mungu anakuuliza umeona nini? Umetoka nyumbani mpaka ukaja hapo umeona nini? Umepita fursa nyingi umezipita barabarani. Ni vitu vingi tu mwanadamu avimpiti mwanadamu. Muda na fursa zimejaa huko nje. Na ndio kitabu cha Mhubiri hapa imesema kwenye mstari wa 11. Inasema nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala sio walio hodari washindao vitani, wala sio wenye hekima wapatao chakula, wala sio watu wenye ufahamu wapatao mali, wala sio wenye ustadi wapatao pendeleo, lakini wakati na bahati wapata wote. Wakati na nini? Wapata kila mtu fursa. Bahati ni fursa. Fursa anapata kila mtu. Na muda unapata kila mtu anapata muda. Time and chance. Muda unao na fursa ziko kwa barabarani. Kuna vituo vya watoto yatima. Hiyo ni fursa. Kuna wajane, hiyo ni fursa. Kuna wagonjwa hospitalini, hiyo ni fursa. Kuna watu barabarani kuhubiriwa injili, hiyo ni fursa. Kuna wafungwa magereza, hiyo nini? Ni fursa. Kuna watoto yatima, kuna watoto wa mtaani, hiyo ni fursa. Kuna walemavu, hiyo nini? Ni fursa. Nenda kawasaidie, nenda kafanye kazi ya mkono, nenda kawafundishe kile unachokijua. Nenda kawasaidie kupika, kufua, kufanya usafi. Nenda peleka muda wako na nguvu zako. Hiyo ni fursa. Mungu anafungua milango. Kuna masaa 24 hujatumia fursa. Muda umekupata lakini fursa umeiachia. Muda umekupata masaa mangapi? 24. Tumeamka leo na masaa 24. Mtu ambaye hajaamka yuko mochwari ndio hajapata fursa ya nini? Hajapata muda. Mtu aliyeingizwa mochwari leo hajapata nini? Muda ukiondoka na maisha yamefanya nini? Yameondoka. Sasa wewe muda umekupata lakini fursa imekupiga chenga kwa sababu ya aibu. Unaona aibu kwenda kutunza mazingira, unaona aibu kwenda barabarani, unaona aibu kwenda kwa yatima, unaona aibu kufanya kitu fulani. Muda umepata lakini fursa umeionea nini? Aibu. Ukishaonea fursa aibu. Hebu angalia Yesu alisema nini? Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Waebrania 12:2. Hebu angalia Yesu akuonea aibu, akuonea fursa aibu. Waebrania 12 mstari wa 2. Waebrania 12 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema nikimtazama Yesu, tukimtazama Yesu mwenye kutimiza na mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, yani fursa iliyowekwa mbele yake, alistahimili msalaba na kuidharau aibu. Maskini anaheshimu aibu yake. Tajiri amedharau nini? Aibu yake. Ameamua kufanya biashara zile chafu watu ambao wanazikataa kufanya. Naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa sababu kudharau nini? Aibu. Ukidharau aibu yako unakuwa maskini. Ukiheshimu aibu yako unakuwa maskini. Ukidharau aibu yako unakuwa nini? Tajiri. Nichukua ubao wako, alikuwa anatembea barabarani. Na kuishi kwangu huko pia. Nachukua ubao anatembea barabarani na begi langu nafundisha mtu mmoja. Ndio injili ndio anza nao barabarani na hatutaacha injili. Kwa sababu ukidharau aibu yangu, kila hatua unayopiga inaelezea historia ya maisha yako. Watu wanakusema wanapotaka kusema. Acha waseme. Kwa sababu gani? Huwezi kuzuia mtu kusema. Huwezi kuzuia mtu kwa nini? Kusema. Hata watu waseme. Wamenisema mpaka katika mahali wakasema wananiita mtumishi. Unaona? Inabidi wakuseme mpaka jina libadilike. Inabidi uanze kuiba mpaka uitwe jambazi. Tuko pamoja. Ufanye umalaya mpaka uitwe kahaba. Cheo cha mwisho nini? Kahaba. Cheo cha mwisho ni ujambazi. Cheo cha mwisho ni mtumishi. Tuko pamoja. Sio mwizi, sio kibaka. Jambazi. Hiyo ni cheo cha dini. Serikali inasema tumeua jambazi sugu. Tumeua jambazi nini? Sugu. Ni cheo cha mwisho hicho. Hamna cheo kingine, hamna serikali imetangaza kwamba tumeua mwizi. Hawaizi wauliwaji, wanakamatwa wanawekwa ndani. Tuko pamoja. Lakini jambazi sugu wanafanya nini? Wanauawa. Cheo cha mwisho hicho. Hicho cheo cha mwisho. Na mtumishi, Yesu ndiye alikuwa mtumishi mkuu, chief shepherd.
Isaya 42 mstari wa kwanza mpaka wa 4 utaona pale chief servant, mtumishi mkuu. Mungu anamuita, Mungu alikuwa akimuita mtu yote cheo cha mwisho. Ngoja nikusomea hapa. Zaburi ya 89 mstari wa 20. Zaburi ya 89 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema nini? Nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Nimemwona Daudi, cheo cha mwisho kwa Mungu akikuita anakuita nani? Mtumishi. Mtumishi anakuambia nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Nimemwona Mungu anamwambia shetani, nimemwona mtumishi wangu Ayubu. Anamwambia Abraham, nimemwona mtumishi wangu Abraham. Tuko pamoja? Cheo cha mwisho kwa Mungu ni kuitwa nani? Walinisema kwa barabarani mpaka katika sasa hivi anaita mtumishi. Cheo cha mwisho. Ndizarau aibu yangu. Ndizarau aibu yangu. Wacha aseme mpaka mara wanakuta mtumishi. Sasa ukipita kila mara mtumishi, wanaita sasa pilela bila. Mtoto cheo cha nini? Cha mwisho. Inabidi mtumikie Mungu bila aibu. Ufanye kazi ya kutunza mazingira bila aibu mpaka ukuite bwana mazingira, ukuite balozi wa mazingira. Tuko pamoja? Usipofika kwenye kile cheo cha mwisho, yani watu wote ambao jina lako ni nani? Everest. Ukiitwa Everest, ina maana kuna kitu hapa duniani hujafanya. Kuna kitu hujafanya. Yaani unaitwa Everest Moledi Moria. Inabidi uitwe mtumishi. Kuna kitu kinaanza huko. Mtumishi Everest Moria. Mwalimu Everest Moria. Dr. Everest Moria. Professor Everest, wakili Everest. Huku mwanzo lazima kuna kitu kianze. Na hicho ni watu au fundi. Unaitwa fundi Everest Moria, fundi. Kuna kitu lazima kianze. Kama hujaanza, kama kule mwanzo hamna kitu kimeanza, bado hujafanya kitu, watu hawakujui. Ina maana unakujua kwa jina lako la kuzaliwa. Ina maana kama umezaliwa wewe ni mtupu. Wewe ni mtupu tu. Yaani kama uko uchi, kwamba hujafanya chochote. Umeelewa? Lakini ukishabadilisha kwa mwanzo chetu fundi, mwalimu, fulani, doctor, mtumishi, fulani, nabii, mwinjilisti, Everest, mwinjilisti, Everest, ndio inatakiwa. Mtume, Everest, ndio inatakiwa. Au unaitwa kiongozi, unaitwa fulani, katibu, mwenyekiti, Everest Moria, katibu, Everest nani? Mwasibu, Everest. Unaona kuna kitu kimeanza kubele, hapo ndio jina lako nakuja. Au unaitwa kanali fulani, meja fulani, sergeant fulani. Umeona kuna kitu, kuna cheo kimeanza. Kuna cheo kinaanza. Sasa lazima utafute jina. Mimi sijawaambiaga watu waniite mwalimu. Ni watu wenyewe wameniita nani? Mimi sijasomea nini? Walimu. Kwa sababu naona nafundisha barabarani. Kile kitendo cha kufundisha wakaniita nini? Mwalimu Bili Mushi. Mimi sijasoma brother, kuitwa mwalimu. Wenyewe wameniita nani? Mwalimu. Kwa sababu ukiwa unatengeneza viatu unakuta fundi. Ukiwa unasema magari unakuta fundi. Ukiwa na rada unakuta nani? Fundi. Kwa sababu kile kitendo unachokifanya ndicho kitakachotengeneza nini? Jina lako. Ile kazi unafanya mtengeneza nini? Jina lako la cheo chako. Cheo chako kinatengenezwa na kile kitu unachokifanya. Ukianza kutunza mazingira leo, watakuita balozi wa mazingira. Bwana mazingira. Tuko pamoja? Kama ni wewe tu, cheo chako cha mwanzo kinatengenezwa na kile kitu unachokifanya. Kama hamna kitu unachokifanya, hamna kitu wanapita jina lako la kawaida. Lakini ukianza kufanya kitu, jina lako linabadilika. Na aibu ikiondoka, ndio jina la kwanza linatengenezwa. Aibu ikifanya nini? Hii jina la kwanza linatengenezwa. Watu wanaanza kuita jina fulani, jina la kwanza hili. Mtu anamtafuta nani? Huyu mwalimu Bili Mushi. Tunamjua. Tunataka wewe mtumishi Bili Mushi. Tunamjua mtumishi yule anataka kule PPF. Tunamjua. Hata huko barabara unataka kwenda kwa mwalimu Bili Mushi. Ule mtumishi, nenda pita hivi. Utakuta jiko limeandikwa visoma huko. Sasa wenyewe ndio wamenibadilisha, sio mimi. Mtu anayemwita mtu jambazi ni raia. Kutokana na matendo yake ya nini? Wizi. Ni raia ndio anamuita jamani jambazi. Na polisi wanamuita jamani nini? Kwa sababu anaitwa polisi kila siku kwa mashtaka kila siku. Na anakwenda magereza kila anamuita huyu jamani jambazi. Lakini ni watu wanamuita yule jamaa anaiba, hajawahi kujiita kwamba ni nani? Jambazi hata siku moja. Tena ukimuita anakupiga. Lakini ndio mnakimona mtu jamani jambazi. Lakini hakuna mtu anafanya. Ni kama vile nyumbani unakuta baba akipiga honi tu, unasikia nduli ameingia.
ile jina kutokana na tabia yako mbaya pale nyumbani, wamekupa jina utakao ulijua mpaka siku unakufa. Mama analijua na watoto wanajua, lakini watu wakishasema fulani amekuja wanataka kila mmoja anakaa mahali yake, ana take position. Kila mmoja anakaa kwenye kona yake. Kwa sababu kuna anasema Kissinger ameingia. Na kuna mtu akiingia tunasema mchungaji ameingia, askofu ameingia, kwa sababu kila siku wewe ni mtu wa ibada. Na ukiita hilo jina ni zuri, hilo utalijua. Ile jina zuri utafanya nini? Ukiitwa askofu, ukiitwa mchungaji, ukiitwa mtume, ukiitwa mwalimu, ukiitwa mwinjilisti ameingia, utajua, iko siku utalijua. Lakini haya mengine mabaya utakaa ulijue. Kwa sababu wenyewe nani atakuthubutu kuja kuambia? Mama anajua, lakini mama naye atakaa kuambia. Kwa sababu mama mwenyewe analitumia hilo jina. Mama anambia, nduli hiyo. Mmefanya homework leo? Kissinger ameingia. Mmefanya kazi aliyowapia? Asijafanya. Watu wanaanza kuingia anakaa kwenye position. Kwa hiyo kwa ufahamu tutaishia hapo. Somo letu la leo lilikuwa linasema biashara ya mkono wa kushoto na biashara ya mkono wa kulia. Tukasema kwamba muda tunapokea kwa mkono wa kushoto. Ule muda ukipita ukitokea kwenye mkono wa kulia, umeshabadilika, umekuwa fedha, umekuwa nyumba, umekuwa gari, umekuwa vitu. Lakini muda ukipita mkono wa kushoto ukatokea muda kwenye mkono wa kulia, kuna shida. Kuna shida. Kama mtu akala pilau, akajisaidia pilau. Vile vile. Ina maana kwenye mmeng'enyo wake, tumbo lake kuna nini? Kuna shida. Kwamba lazima muda ukipokea muda asubuhi, utoke huku ni kitu. Kwamba umeenda kwa watoto yatima, umetoka ni mazingira, umetoka ni usafi, umetoka ni kitu unafanya. Umeelewa? Ule muda usitoke umepokea muda ukatokea upande wa pili nini? Ni muda. Kuna shida. Watu wengi wa Afrika wengi wanapokea muda huko. Unapita. Kwamba jitahidi kila siku ukiamka asubuhi utoe muda, utoke kwamba umesoma Biblia, utoka muda umesoma kitabu, umetoka muda umeenda kwenye injili, umetoka muda umeenda kwa watoto yatima, umetoka muda umeenda kwa wajane, umeenda kufanya kuhubiri injili, umefanya kitu. Lakini muda usitoke ukawa muda. Usiachie muda ukatoka kwa nini? Muda hivyo. Ni kama vile umeenda kukoboa mahindi. Umeweka mahindi yanatoka hajakobolewa. Si unajua ile mashine ina shida au unaweka mahindi kuna saga yanatokea mahindi tena huko vile inabidi uangalie kuna shida kwenye mashine. Kwa hiyo na watu wengi sana wana shida kwenye ile eneo la muda. Wanapewa masaa 24 kila siku. Ukiangalia upande wa pili kilichotoka nini? Ni muda vile. Ni muda vile. Unasoma kitabu cha mtu baada ya kumeng'enya zile taarifa utoe za kwako mwenyewe. Unasoma kitabu cha mtu ndio kufundisha vile. Unasoma Biblia, afu unaiongea Biblia vile. Una shida kwenye akili yako. Una shida kwenye akili. Inabidi kusoma Biblia. Roho Mtakatifu akufundisha upate akwambie hii maana ya maandiko nini. Uone kitu tofauti kwenye nini? Kitoke kitu tofauti. Soma Biblia ukakoti andiko vile hujapata mafunuo. Kuna shida. Unajua unaweza kuwa unamuomba Mungu. Nikupe mfano mzuri. Nikusomee ile andiko tumalize. Umekaa hapa Arusha miaka mingi hujafanya kitu cha maana na unataka kuondoka Arusha. Unasimamia andiko hili hapa. Unasimamia Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Unasimamia ile andiko sababu lina muda ndani wa mtu, miaka ya mtu. Neno la Mungu linasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Nawe utakuwa baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mstari wa 4. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 175. Ameondoka wapi? Unasimamia ile andiko. Nimekaa Arusha miaka mingi, nimekaa Mwanza miaka mingi, nimekaa Dar es Salaam miaka mingi, nimekaa Nairobi miaka mingi, nataka kuondoka ile sijafanya kitu cha maana. Unasimamia ile andiko. Unaambia Mungu, kama ulimwambia Abraham aondoke nyumbani kwa babake kwenye nchi utakayomwonyesha, na mimi ninaondoka leo. Ninaanza safari. Kituo changu cha kwanza kitaishia Singida. Mpaka nikutane na nchi utakayonionyesha. Nitakaa Singida pale labda miezi miwili na lazima namkumbusha Mungu ile sehemu ni hapa. Kama ulivyomuonesha Abraham, ni hapa. Atakwambia hapana si hapa. Anakwambia ni Mwanzo. Kwani kwenye Biblia imeandikwa Mwanzo? Ina maana umesoma ile andiko, ukalimeng'enya, ukasikia sauti inakwambia nenda wapi? Mwanza. Lakini ulishaondoka nyumbani kwa huko Singida. Mungu atakwambia nenda Mwanzo tu Arusha. Atakwambia nenda Mwanzo umefika Babati, umefika Singida, umefika Dodoma. Na anakwambia nenda wapi? Mwanzo. Sisi tuko pamoja.
Hata kuambia Mwanza ukiwa Arusha, Mungu hafanyaji hiyo ujinga. Anataka uchukue hatua. Mungu aanze na wewe. Mungu aanzaji na mtu hata siku moja. Ashakupa vyanzo vyote vya kuanza. Anakwambia nenda benki impage mtu pesa. Mtu anayeanza biashara. Nampa mtu ambaye mwenye nini? Mwenye biashara. Kwamba Mungu anasubiri ukishaondoka, anajua jamaa na imani. Kwani Daudi wakati anaua simba ilikuwaje? Daudi alipojitokeza tu kwenda kumuua simba, ndio Mungu alijitokeza akamuua ile simba. Mungu ndiye aliua ile simba, sio Daudi. Daudi alisema hivi vita sasa kwangu ni vya nani? Ni vya Bwana. Mungu alimsaidia kuua ile simba, ndio Mungu atamuua yule Goliath. Daudi alijua hiyo siri, kwamba siri ni kuanza kukutana na Mungu katikati. Mungu aanze na unasema eti unakaa kwenye maombi. Kwani wanakuwa wanapata shida ya nini? Wanakaa kwenye maombi usiku na mchana, nataka Mungu aanze na wao. Mungu aanze na mtu hata siku moja. Ashakupa muda, amekupa pumzi, amekupa nguvu. Nakwambia anza mwenyewe, utakuta katikati. Utakuta katikati. Ukishaanza, unataka kumwambia Mungu nataka kuondoka Arusha. Anakwambia ondoka Arusha. Na anza ondoka, kwa sababu ukifika leo Singida, ukipata shida pale miezi mitatu, imani na boost. Imani inafanya nini? Utasikia sauti ya Mungu. Imani ikishapanda juu kidogo, tutamsikia Mungu anakuambia sio hapa, nikwambia ni Mwanza, Dodoma, nenda Dodoma. Umeshafika Singida tena, umekaa Singida hata miezi 6, unakumbusha Mungu kila siku. Ni hapa. Ni vijita Abraham alikuwa anaenda. Anamkumbusha Mungu, ni hapa. Anakwambia nikumbushe tu ujiani, ueleza mambo yako pewa kiapo. Ni hapa, anambia hapana, sio hapa. Ni Mwanza. Unasikia neno Mwanza. Au kwenye ndoto umelala. Unasikia Mwanza. Unapigiwa simu na rafiki yako ulisoma naye. Kwa siku nyingi amepata na baba ujui. Uko wapi? Acha niko Mwanza still brother. Unajua nimeshaambiwa mahali tunakwenda ni wapi? Ni Mwanza. Mungu ana njia milioni kwenye ndoto, unaweza kuona kibao kimeandikwa Mwanza. Au rafiki yako akakupigia simu. Au kuna mtu akakupigia akakwambia, "Sasa kuna kitu nimesikia Mwanza, kuna madini yanatoka Mwanza." Utasikia tu jina la mkoa, jina la sema au Nairobi, Sudani Kusini au Sempali. Utasikia mtu atakupigia simu. Unajua kumbe natakiwa nenda Mwanza. Huyu jamaa siku nyingi sijawahi kuwasiliana naye, amepata namba yangu ya simu. Alafu ananiambia habari za Mwanza. Kumbe natakiwa nienda wapi? Mwanza. Unaweza kuwa unafungua kitabu au gazeti. Unapita tu ukaona kipande cha gazeti kimeandikwa chini. Kimeandikwa yaani hiyo gazeti kiko very clear. Kimeandikwa Mwanza. Kimekatokatwa imebaki ile neno tu nini? Mwanza. Unajua mjomba. Ujumbe ni huo. Ujumbe huo. Hapa natakiwa niende wapi? Mwanza. Au unaweza kupishana na mtu amevaa t-shirt imeandikwa Mwanza, anapita mjomba, tayari nimeshaambia niende wapi? Mwanza. Bango limepita, niambia niende wapi? Mungu ana njia milioni za kukupa ishara maana unataka kwenda, lakini umesoma Biblia ikakupa tafsiri nyingine tofauti kilichotoka huko ni Mwanza. Wewe umesoma huko ni Abraham kwenda Misri, imetokea huko wewe kwenda wapi? Mwanza. Tuko pamoja? Ndio jinsi ilivyo. Kwa fahamu tuishie hapo. Tunashukuru Mungu dakika chache tumalize. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa majira ya saa 6, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100, asante kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, asante kwa tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2100, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu.
kwa majira ya saa 5, sana kwa majira ya saa 6, sana kwa majira ya saa 7. Roho Mtakatifu tunabariki ya majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma, ya kusikiliza, ya kuandika neno la Kristo katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kutufungulia malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya usaidizi wa maono yetu, usaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, neema ya Kristo, ujasiri wa Kristo katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa mfalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji, uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliye wazaliwa kwanza wa Misri kwa wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliye sema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyemuongoza Yesu Kristo wa Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyemfufua Yesu Kristo wa Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyotufufua kutoka katika ukiwa, katika giza, katika utupu, katika umaskini, katika magonjwa, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio makao msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetusamea maovu yetu yote, kwa tuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na kimwili kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetulinda, aliyetuwekea ulinzi, ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, ukatuzungushia ukuta wa moto katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, na kuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao, bariki muda wao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapata kufanikiwa katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Bariki kazi ya mkono wao, bariki kazi ya mikono yao katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha tena katika majira ya saa 6 uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo, tupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kumtumikia Mungu.
kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili. Katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth, utupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kufanya biashara mkono wa kushoto na biashara mkono wa kulia. Katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante, tunakukaribisha katika majira ya saa 6 katika vipindi vinavyoendelea. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tena kwenye sala ya toba dakika 1 tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3, alafu nikisema jina langu Billy Mushi unasema jina lako. Basi turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, mimi Billy Mushi naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Tarudia maneno nikisema jina langu Billy Mushi unasema jina lako. Rudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi Billy Mushi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion,